Kwa jina naitwa John Ikono Patini. Ni mkazi wa Bermi. Ila shughuli yangu ni boda. Sehemu ya kufanyia kazi ni hapa stendi ya Mission. Kwamba saa 6 usiku, saa 7, saa 8 mtu ameliwa na fisi. Kwa hiyo ndo hapo watu wakapiga yowe, tukawasha moto, na kweli fisi ni wengi. Ndio tunavyohangaika, na tunajua huko tena ni porini. Labda tungependa hata tanapo waje hapa au serikali ichukulie ile uamuzi tupate msaada, maana hata kuna wanafunzi hapa wanaenda shuleni. Tunakuwa hata tuna wasiwasi. Watu ni wengi huko na usiku wanaotembea. Kama unaona hapo kuna bonde la ufa la hapa mtu alipoliwa na fisi hapa kwenye hiyo nani, kuna makuruili. Na wanajificha, na sasa hivi msimu wa kuvuna wanakaa mashambani. Ni mara ya kwanza huyo mtu kuliwa na fisi. Pia inawatupa sisi walimu changamoto na watoto wanaokaa mazingira mbali na shule yetu. Maana kuna watoto wanakaa mazingira mbali, kwa mfano huko mazingira ya Karbu huko mbele. Huwa tunawapa muda wale wanaokaa mbali. Namba 1 ni saa 1 kamili, ila tunawapa muda wanakuja saa 1:30. Kwa hiyo wale pia tutaongezea muda kutokana na ili tukio. Maana mazingira kwao ni mbali, huko ndani huko kuna misitu, kuna pori. Kwa hiyo pia watoto watakuwa wameogopa kutokana na ili changamoto la mtu kuliwa na fisi. Kwa hilo nani la wanyamapori au wanaohusika, lazima waangalie hao wanyama wakali kama fisi namna ya kuwadhibiti. Naitwa John William. Tulicho kutuamsha kwamba yani ni fisi walitokea, ni kwamba ni yeye ambaye mtu ambaye amemkuta ndio fisi, tukajua ni fisi. Sababu ingekuwa ni mtu amezurika kwa kupitia binadamu, tungejua ni binadamu. Sasa yule mtu amezurika na fisi. Kwa hiyo kijijini kwetu huku fisi wamekuwa wengi. Na pia sasa hivi tunaogopa hata watoto wa shule kwenda shuleni. Sababu fisi wamekuwa wengi. Tunaomba hata hawa watu wa TANAPA waje hapa watusaidie. Mimi kwa majina naitwa Francis Leonsi, mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji cha Loto. Tumekutana na tukio ambalo ni la ajabu kwa huku kwetu, ni ya mara ya kwanza. Kwamba mtu analiwa na fisi, mtu ambaye ni mzima. Kwa hiyo sisi tukio lilivyoanza usiku tulisikia kwanza yowe. Tulipopata yowe tukasikilizia, tukakimbia kwenye eneo la tukio. Kweli tukakuta ni fisi zaidi ya moja wanamla mtu. Basi wananchi wakaanza kuzunguka na kupiga yowe ili kuongeza watu. Baada ya watu kuongezeka, kawasha moto, bado ikawa fisi hawaondoki. Basi hatua nyingine tuliochukua ni ya vijana kuendelea kuwafukuza fisi. Lakini sana hivyo huyo mtu ambaye ameliwa utumbo, sehemu iliyobaki pamoja na kichwa, ikawa tunaendelea kulinda, na tulitoa taarifa kituo cha polisi. Polisi wakasema subirini. Kwa hiyo tukawa tunaendelea kulinda mpaka asubuhi, kuanzia usiku wa saa 7. Asubuhi kuliko kucha fisi walikuwepo mpaka saa 11:30. Baada ya hapo fisi wakaondoka, lakini nao polisi tukawapigia mkuu wa kituo cha Dareda. Tulimpigia akasema amewasiliana na mkuu wa kituo cha wilaya. Akafika asubuhi ya saa 3:30. Basi wakaja na dokta wa hospitali ya Dareda. Walipofika wakafanya uchunguzi,